na kila kitu kiwe kizuri zaidi. Huu ni wakati watu wanashindana kifikra, yani kuna vita ya kifikra. Kuna mtu anataka kukukwamisha au kuonesha akili yake au fikra yake ni bora zaidi kuliko yako. Uso wakati wa kukandamizana, uso wakati wa kupigana. Huu ni wakati wa kuonesha ubora au ufanisi wa uwezo wako katika kesi fulani au jambo fulani. Huu ndo wakati. Kama tunavyoona wenzetu, China anaonesha silaha hii, mwenzake anaonesha silaha hii, mwingine anaonesha silaha hii. Watu wamekaa wanatafakari nini cha kufanya. Ndio pale tunapoleta njia mbadala ya kuonesha ni namna gani unaweza ukatumia 4A9 na utaratibu wake kwa jumla ukawa imara zaidi kuliko kutumia aina nyingine ya dawa. Kwa ni mbinu au ni ugomvi wa kifikra, kuonesha harakati zako, jitihada zako, kusaidia ndugu zako waliokuwa ndani ya bara lako au waliokuwa ndani ya taifa lako. Changamoto hazitokosa kwa sababu wasomi wengi wa Afrika ukiwatizama wakati mwingine akili zao na wachawi zinafanana. Kwa sababu ukiona mwenzako kapiga hatua, swali zuri la kujiuliza, amewezaje kufika hapo? Unatakiwa kuongeza jitihada, kujifunza, kumtanguliza Mungu wako mbele ili uweze na wewe kupiga hatua zaidi ya pale alipo mwenzako. Lakini usitumike kumkwamisha mwenzako, usitumike kumdhuru mwenzako. Ukifanya hivyo unakuwa hujafikiri vyema. Kufikiri vyema ni kuleta mbinu nyingine, kama ninavyofanya TR Msigo. Kwa unaweza nikakupa dozi moja nikakupa gap ya mwaka mzima na ukawa upo salama na kila kitu kiko vizuri. Maana yake tumeleta mapinduzi ya aina nyingine ya kifikra na ya kuleta tija ili kumfanya mtu asiwe kila wakati anatumia dawa, lakini isiwe kila wakati anawaza kwenda kutafuta dawa, ili mawazo yale ayawekeze sehemu nyingine ili aweze kuwa imara zaidi, kujiimarisha na kuimarisha jamii yake kwa kuwa yuko huru kisaikolojia. Na nitafanya hivyo tena watu 30 kuanzia siku ya Alhamis. Nitafanya hivyo kwa watu 30 ambao wakitumia dozi moja atakuwa yuko huru kwa muda wa mwaka mmoja na kila kitu kiko sawa, pasipo shaka yote, pasipo changamoto yoyote. Haya ni yangu ambayo nimeamua kuyasema leo, na kesho ni siku nyingine. Tumuombe Mungu atuamshe salama na tuweze kufanya kazi nyingine, ila tuzungumze na TR Msigwa, ndio lugha tunasafiri nayo. 0752819047 au 0713646691. Utaniuliza swali nami nitakujibu kama na uwezo nalo. Ni kitu kinawezekana pasipo shaka yote. Wito wangu kwa Afrika, kuweni kitu kimoja, tuondoke hapa tulipo, tusogee mbele kwenye masuala la uchumi, katika masuala ya afya, katika masuala ya kilimo na masuala mengine yote muhimu katika nchi za bara la Afrika. Inawezekana, ni kuchukua hatua. Kuchelewa kufika sio sababu ya kufanya ushindwe kufika unapotaka kwenda. Ni maamuzi sahihi, nia sahihi, kumweka Mungu mbele, kila jambo linawezekana. Mungu ibariki Afrika. TR Msigwa.